Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini, enezeni mbiu hii, Yesu okoa. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni imani yangu ya kwamba tayari upo katika runinga yako kwa ajili ya kuanza kipindi chetu cha siku hii ya leo. Nipende kukaribisha kwenye kipindi hiki na watumia wakati huu pia kuambia wenzako ya kwamba kipindi hiki kimeanza. Somo la leo ni somo nyeti sana, nguvu ya damu na neno. Na ni somo ambalo litakusaidia wewe mwenyewe kuweza kufahamu mambo mengi sana katika maisha yako ya kiroho, lakini pia kama mtoto wa Mungu ambaye Mungu anahitaji kila siku akufunulie mambo mapya, na leo anakwenda kufunulia mambo mapya. Mwishoni pia tutakuwa na kipindi cha maombi. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza wale ambao wanafuatilia kwa njia ya redio yetu ambayo kwa mikoa ya Tanzania karibia kote imesha cover mikoa karibia yote, lakini pia tuna redio Kisima kule Kenya ambao pia wanaungana nasi na wengine wengi kwa ajili ya kipindi hiki chenye baraka. Mungu awabariki sana. Tuombe kabla ya kuanza somo la leo. Baba yetu na Mungu mtakatifu, ninakuinua, ninakushukuru kwa neema na upendo wako. Asante kwa siku hii ya leo ambayo Mungu umekubali tuweze kuisikia sauti yako. Tunapoanza kipindi chetu hiki, naomba uweze kuwa na kila mmoja wetu, ukatubariki, ukatupatie uwezo wa kuelewa, ili mwisho wa yote tuweze kuinua wewe na kupata nuru mpya. Asante maana wewe ni Mungu, asante maana umesikia. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Katika maisha yetu ya Ukristo, shetani anataka tuendelee kuwa wajinga. Angefanikiwa kutufanya wapumbavu, angefanya hivyo. Haina maana kwamba hakuna wapumbavu kiroho, wapo. Maana Biblia inataja habari ya wapumbavu pia. Aliyejenga nyumba juu ya mwamba, mwingine katika mchanga. Kilichofanya watu wajenge nyumba katika mazingira tofauti ilikuwa ni uelewa au fahamu wa mambo ya kiroho. Wanafunzi wa Yesu walipomuuliza Yesu juu ya swala la kuomba, kwanza walimuomba, walijua kuomba kitu muhimu. Bwana tufundishe kusali, sio Bwana tufundishe kutenda miujiza. Naye akamwambia, nanyi mnaposali salini hivi. Ni kwa sababu walijua kwamba katika kuomba ndiko unapata kila kitu unachokihitaji. Walijua kudai kile kitu ambacho kina uzito. Sasa nashukuru Mungu kwa sababu sisi ni watoto wake. Kwa hiyo tukikosea, kwa neema yake anaturejesha, lakini pia anatufundisha. Sasa katika vita ya kiroho kuna vitu ambavyo unatakiwa uvijue wewe kama mtoto wa Mungu, na hivi vitu unapovijua vinakusaidia wewe namna ya kusimama. Nguvu tatu zinazomshinda shetani: ya kwanza ni damu ya mwana kondoo, ya pili ni neno la ushuhuda, ya tatu ni maisha yaliyosalimishwa. Japo katika hilo fungu unapotazama hapo unaona kama kuna vitu viwili vimetajwa, lakini vyote vitatu kwa pamoja. Nikasema kwamba huwezi kuacha kimoja ukategemea ushindi. Hizi tatu zinategemeana. Ukiondoa moja umepunguza mamlaka yako, unadhoofisha. Sijasema umeondoa mamlaka, bali unadhoofisha mamlaka yako. Sasa nitakuwa nafuatilia vizuri nione, ili kama kuna mtu ambaye atakuwa hanisikii, nitarudi tena haraka sana ili tuweze kurekebisha mitambo, tuweze kusikizana vizuri kwa wakati huo. Sasa twende vizuri sasa. Hizi nguvu tatu ni za muhimu sana. Waumini wengi hupata shida si kwa sababu Kristo alishindwa, bali kwa sababu hawatumii yale ambayo Kristo aliyamaliza. Hebu twende vizuri hapo. Sijui kama unanipata vizuri, unanisikiliza. Hata ambao una complain kwamba kuna baadhi ya vitu katika maisha yako ya kiroho huwezi kuona matokeo kwa haraka, sio kwa sababu una dhambi sana, sio kwa sababu Mungu hakusikii, ila ni kwa sababu kuna vitu hujavielewa. Narudia tena hii sentensi muhimu sana. Waumini wengi hupata shida si kwa sababu Kristo alishindwa,
bali ni kwa sababu hawayatumii yale ambayo Kristo aliyamaliza. Wakati ninapoongea haya mambo, nakumbuka niliwahi kutoa mfano wa mtu ambaye amejengewa nyumba na baba yake, akawekewa umeme, lakini anapiga simu akimwambia baba, niwashie taa. Baba atajisikia vibaya, kwa sababu huyu mtoto tulitarajia ya kwamba tayari akili yake imekomaa, anajua cha kufanya, maana kila kitu kimewekwa. Watoto wa Mungu mnaonisikiliza, kila kitu unachokihitaji Kristo alikupatia pale msalabani. Alipotamka neno imekwisha, alimaanisha kila kitu kimekwisha. Hakuna chochote unachokihitaji ambacho ndio kinaumbwa sasa, vilikamilika vyote. Asante sana, asante sana. Sikia, haushindi kwa juhudi, unashinda kwa nafasi yako ndani ya Kristo. Haushindi kwa hisia, unashinda kwa nguvu ya agano. Haushindi kwa kukaa kimya, unashinda kwa kutamka. Hapo ndipo nani tazama, unasema mchungaji, mbona kama Biblia inajicontradict hivi? Biblia haijicontradict, ila ubongo wako ndio unajicontradict. Kwa mfano, wakati Yeriko inaanguka, walinyamaza kwa muda wa siku 7, lakini siku 6 walitamka siku ya 7. Kwa umeona, kuna kipindi cha kunyamaza na kuna kipindi cha kutamka, inategemea aina ya vita unapambana nayo. Sasa elewa vizuri kabisa kwamba haushindi kwa juhudi, unashinda kwa nafasi yako ndani ya Kristo. Hushindi kwa sababu ulifunga sana. Kufunga sana kulikusaidia kujitambua. Ulipojitambua ndipo ukapata ushindi. Haleluya! Sikia vizuri hili tena, unashinda kwa agano. Kuna makubaliano, maagano yaliyoandikwa. Yale maagano ndio yanakupa we kushinda kwa sababu ya nguvu ya agano. Mungu ni mwaminifu katika maagano yake. Sisi ndio tunavunja maagano, lakini Mungu hawezi kuvunja maagano hata siku moja. Kwa hiyo tunashinda kwa sababu ya lile agano, makubaliano. Haushindi kwa sababu ya hisia. Hapa ndipo Ukristo halisi unatofautiana na kitu ambacho tunakiita New Age Movement. New Age Movement inapiki ukweli wa Kikristo, inaongeza na imani za dini za mashariki. Inaongeza ndani yake hapo. Sisi hatushindi au hatupati vitu kwa sababu ya emotions peke yake. Sisi tunapata vitu kwa sababu ya tumesimama katika Kristo Yesu. Yaani kitendo cha kuelewa unasimama wapi, pale uliposimama ndio panakupatia mamlaka na ushindi na nguvu. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu kiliandikwa kwenye moto. Nikisema kwenye moto ni kwa sababu kimeandikwa wakati wa mateso makubwa sana. Wakati unaposoma zile stori za makanisa 7 ya kitabu cha Ufunuo, unasoma tu kama kastori fulani kanaelezewa, lakini wenzetu walikuwa wanapitia moto mkali sana. Ukisikia anaposema kwamba ninajua kuna watu wanaitwa Nikolai, ni kwa sababu kuna mafundisho potofu yaliingia ndani ya Ukristo wakati ule. Kama leo unavyosikiliza, kuna sasa mimi nasikiliza kwenye television, nasikiliza kwenye redio, nasoma kwenye mitandao, kuna mtu anafundisha kitu, unakisikiliza unasema hivi, mbona mafundisho ni kinyume na neno la Kristo? Lakini unakuta waumini wanafuatilia na wanayaamini. Unaona kabisa kuna shimo anapelekwa. Na kwa nini yote yatokeni? Kwa sababu watu wengi hawana muda wa kujisomea neno la Mungu wao wenyewe. Sasa wakati ule kanisa la Ufunuo, ukiona makanisa ya Ufunuo yanapoandikwa pale, yako makanisa, kuna Laodikia, kuna nani, kuna sehemu nyingine pia anasema nawajua watu walio wa sinagogi la Shetani. Yaani na maana ndani ya kanisa la Kristo kuna sinagogi la Shetani limejiingiza humo ndani. Ukitazama ndio maisha ambayo tunaishi pia hata sasa hivi hapa. Sio kila mtu anayejiita mtoto wa Mungu, anayejiita mtumishi wa Mungu, anayejiita amempokea. Usimwamini mtu kwa maneno anayoyatamka, ila angalia huyu mtu maisha yake anasemaje. Lakini pasta, hata hao waliompokea Yesu wanakosea. Ninakubali. Hapa siongelea habari ya dhambi au sio dhambi. Mtu anapokosea, ambaye ni mcha Mungu, anatubu, anakiri kosa, anaomba msamaha, anasonga mbele. Sinagogi la Shetani, anapokosea ni hawezi kutubu mbele za Mungu, hawezi kukiri, hawezi kuomba msamaha, maana yuko kwenye misheni yake hapa. Twende mbele kidogo. Wakristo walipoteza mali zao wakati wa kitabu cha Ufunuo kinaandikwa.
Wakristo walipoteza uhuru wao. Wakristo walipoteza wengine vyeo kwa sababu ya utii wao kwa Kristo. Maana serikali ya Kirumi ilikuwa na wafosi kuabudu miungu yao ya Kirumi, wakati huo wanamwabudu Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo pakatokea kwamba ili uweze kulazimishwa katika hiyo ibada, inakubidi pia uweze kulazimishwa, yani unyang'anywe vitu ili uweze kuingia katika ibada yao. Leo hii ni kama na mtu ambaye anaambiwa chagua kati ya kazi au mshahara. Mungu atusaidie sana. Wakristo wa kwanza walielewa kitu ambacho waumini wa kisasa mara nyingi husahau. Vita vya kiroho huanza katika mamlaka ya kisheria, sio nguvu za kihisia. Hii sentensi uweze kuibeba vizuri sana hapo, ibebe vizuri na uweze kuielewa. Vita vya kiroho huanza katika mamlaka ya kisheria, sio nguvu za kihisia. Walijifunza kusimama juu ya ukombozi, kusema imani yao na kuacha faraja zao binafsi. Asante sana, asante sana, asante sana. Ufunuo 12 fungu la 11, hebu turudi tena pale 12:11. Wakamshinda. Tuanze na sentensi ya kwanza, wakamshinda, wakamshinda, wakamshinda. Mshindi ni muumini, si malaika, sio mitume pekee. Hapa wanaotajwa hapa ni wanaume na wanawake wa kawaida waliokombolewa. Kwa nini nakazania hili? Ni kwa sababu watu wengi wanapoongelea habari ya kushinda vita kiroho, wanaanza kuweka ushindi wa vita kiroho katika vyeo au karama tulizopewa na Roho katika kujenga mwili wa Kristo. Yaani mimi sishindi vita ya kiroho kwa sababu ni mchungaji. Ninashinda vita ya kiroho kama nimeelewa hiki ambacho nakifundisha hapa. Kwa hata wewe ambao unanisikiliza sasa hivi hapa, wewe ni mshindi kama utaelewa position, nafasi ambayo Mungu amekupatia kupitia Yesu Kristo. Anasema wakamshinda. Sasa wenzetu wa Yunani ni matajiri sana wa misamiati, wakubwa kabisa, matajiri wa misamiati. Kwa hata unapoangalia lugha yao, kila ambacho wanakitumia, lazima uweze kuona ni misamiati gani ambao wanaitumia, ndipo utaanza kuelewa uzito wake. Nashukuru sana, nimemwona ndugu yangu Mapenzi Chagama yuko pale, ni mwanafunzi mzuri sana wa lugha hizi, amejifunza sana hizi lugha, anazielewa. Sikiliza maneno haya. Neno la Kigiriki ambalo limetumika pale wakamshinda ni neno enxesan, wakamshinda. Liko katika wakati uitwao aorist indicative. Wakati huu kitenzi, niseme hali, tense, huelezea tendo lililokamilika na kuwa historia. Umeona tofauti wenzetu walivyo na maneno, wakisema wakamshinda. Ukilisikiliza ile neno kwa Kiswahili linaongelea wakamshinda, lakini halileti uzito, halitoi hii sauti ya aorist indicative, linatoa sauti ya wakamshinda, yani wakamshinda ikaishi hapo. Lakini wenzetu wa Kigiriki walipotumia hilo neno hapo la enxesan, maana yake ni kwamba ni kitu kilichoisha, yani unazungumzia historia. Kwa hata kama unapoingia katika vita ya kiroho, ujue unapambana na adui ambaye alishindwa, habari hiyo ikaisha. Kama unapata picha hiki ninachokisema, tafadhali hapo ulipo wewe comment, tusema mchungaji, ninakuelewa. Nikiona hiyo comment najua kwamba tunaenda vizuri, kwa sababu lengo langu nataka uweze kuelewa. Siku unapopambana na nguvu yoyote ya giza, yoyote, haijalishi na vitisho na inanguruma kiasi gani, hebu itazame katika jicho la aliyeshindwa na ikawa historia. Ukumbuke yale maneno ya Yesu anaposema yuaja mkuu wa ulimwengu huu, hana kitu kwangu. Ndio unaisikia vizuri hiyo kitu hiyo. Anasema wakamshinda. Hawa waumini walishinda, hawakushinda kwa sababu ya kupiga kelele. Nisamehe sana kama nitakuwa nimekukwaza katika sentensi yangu, mimi ni mwanadamu, nakosea. Kuna wakati naona watu wanaomba, wanapiga mpaka ngumi kabisa hivi, wanahangaika, wengine wanapiga ukuta, wanazunguka. Ninawatazama, nasema vita kiroho haitumii nguvu hizi.
hata kidogo, haitumii hizi nguvu. Baadhi ya wazee wa kanisa au viongozi ambao tumekuwa nao katika huduma, hata wakati fulani ikiwa pale Parkland katika siku 10 za maombi, tulikuwa na wazee na wachungaji pale, tuliomba, wanaelewa hiki ninachokisema. Tulipokuwa tunaombea mgonjwa ambaye yuko serious, hatukutumia nguvu hizi. Ni uelewa wa pale uliposimama katika Kristo, ni uelewa wa kumjua adui ya kwamba ni adui aliyeshindwa tayari. Nimekwambia wenzetu wa Giriki ni matajiri wa misamiati. Yohana hasemi wanajitahidi kushinda au hatimaye watashinda. Anataja kama ukweli uliokwisha kutimia tayari, yaani huo ukweli ulishatimia tayari. Hapo ulipo, kuna mtu ananitazama, changamoto yako ni ndoa, changamoto yako ni uchumi, changamoto yako ni magonjwa. Usiangalie hali ilivyo sasa ikaongoza jinsi unavyojisikia, ikaongoza na imani yako, ila angalia kile Kristo alichokifanya, ndicho kiongoze imani yako na hisia zako. Pastor, bado sijakuelewa. Hapa naongea na mtu, inawezekana huko kitandani unaumwa, unasikia maumivu kabisa, na hapa tunaongea imani, na umeomba na hujaona matokeo. Imani yako inatikisika pale ambapo hujaona matokeo katika ulimwengu unaoonekana, lakini imani yako itakuwa imara pale ambapo utaona matokeo katika ulimwengu usioonekana, kwamba Kristo alikuletea uponyaji tayari. Tatizo ni kwamba unadhani kwamba kutembea kwako au kufanya kazi kwako ndio kunakuletea pesa, ndio maana unakuwa na stress. Watoto watakula nini? Maisha yatakuwaje? Unashindwa kuelewa kwamba msijisumbue kwa neno lolote. Mle nini, mnywe nini, mvae nini, angalieni ndege wa angani. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Wako watu ambao wanafanya kazi sana lakini hawapati. Wako watu ambao wanapokea pesa sana lakini zinapotea. Kelele yangu kubwa kila nikisimama na kuongea na watu ni kuwarudisha katika kumtumaini Mungu kuliko mali, ni katika kumtumaini Mungu kuliko vyeo, ni katika kumtumaini Mungu kuliko chochote ulicho nacho. Mungu atusaidie sana. Yohana asemi wanajitahidi kushinda au hatimaye watashinda, anataja kama ukweli uliokwisha kutimia. Katika akili ya Mungu, ushindi wako sio uwezekano wa baadaye, ni tendo lililopita. Nakumbuka nilikuwa niko Mwanza, akaletwa binti moja ambaye alikuwa na changamoto za shule. Wakati anaenda shule anaanguka, anaenda shule anaanguka. Tukafanya maombi wakati wa makambi pale, na baada ya yale maombi makambi yameisha, tukaondoka, akarudi shule. Aliporudi shule bado akawa anaendelea kuanguka, akisema haendi shule haanguki, yuko vizuri kabisa. Akisema tu anaenda shule, tatizo linaanza. Wakanipigia simu, mchungaji, ile hali imerudi. Nikamwambia mimi nataka niongee na huyo binti. Nikaongea naye kwenye simu, nikamwambia ukianguka, umeenda shule na umejikuta kwamba umeanguka, usiangalie kwamba umeanguka, ila angalia kwamba umeweza kwenda shule. Akaanza kufanyia mazoezi hilo, na nikawa na monitor, namfuatilia. Wakati mimi nafuatilia, lengo langu ni kwamba nipate pia namna ya kufundishia wengine matokeo ya imani. Ellen White anasema kama watu wa Mungu watafanyia mazoezi imani, Mungu atafanya mambo ya ajabu kuliko tunavyoweza kuyaomba au kufikiri. Akafanya vile siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu hakuanguka kabisa. Alikuwa ni kila siku. Ikafikia hatua sasa haanguki, lakini akiwa darasani anashikwa na usingizi moja kwa moja. Ni tekniki ya adui anabadilisha. Akanijulisha pasta kupitia simu ya baba yake, pasta, ni sasa hivi ninalala. Nikamwambia ukilala, ukiamka, mshukuru Mungu kwamba angalau umeweza kufika darasani. Ameendelea katika kushukuru kwa staili hii. Kila shetani akipiga shambulio, yeye analizima kwa sifa, analizima kwa imani, analizima na akiamini kwamba ni mtoto wa Mungu. Ameenda hivyo mpaka hivi tunavyoongea, yuko mwaka wa kwanza chuo kikuu, kama sio mwaka wa pili, nao wakamshinda. Narudia sentensi ambayo nimesema hapa mwanzoni,
Katika akili ya Mungu, ushindi wako sio uwezekano wa baadaye, ni tendo lililopita. Unakumbuka mwanzoni nimekuambia Yesu aliposema imekwisha, anamaanisha kila kitu kilishaisha. Kila kitu. Wewe ndio unayehangaika tu, lakini kila kitu kilishaisha tayari. Mtoto wa Mungu, nisikilize hapa. Haupigani ili kupata ushindi, unapigana kutokea kwenye ushindi. Nimelisema hili tena kwenye masomo kadhaa yaliyopita. Sikiliza, ni tendo lililopita. Narudia sentensi hii. Hupigani ili kupata ushindi, unapigana kutokea kwenye ushindi. Hukumu ya kisheria imeshatolewa, wewe unatekeleza tu hukumu hiyo. Pastor, sijakuelewa. Nataka nami unielewe, na nikishaongea hii sentensi, wale ambao mnafuatilia, tafadhali comment hapo kuonyesha kwamba umenielewa au la. Sentensi isikilize vizuri, halafu nielezee. Hupigani ili kupata ushindi, unapigana kutokea kwenye ushindi. Hukumu ya kisheria imeshatolewa, wewe unatekeleza tu hukumu hiyo. Hebu fikiria kwamba mnagombania kitu, mnagombania nyumba au ardhi au gari. Kiwanja ni cha kwangu, mtu amejenga pale. Mnagombana, mwisho mnapelekana mahakamani. Mkipeleka mahakamani, hakimu anasikiliza ile kesi vizuri, anaangalia ushahidi na wazee wa sheria na nini. Yule upande wako naye na mtu wake ambaye anamtetea, mmeenda, mwisho hakimu ametamka neno ya kwamba wewe ndiye mshindi. Oda ya hakimu ni kuondoa ile nyumba ambayo imejengwa kwenye kiwanja chako, maana wewe ndio mshindi wa kesi. Na hii kesi tuchukulie kwamba haina rufaa tena. Baada ya hakimu kutoa judgment, kinachofuata ni kubomoa nyumba. Kwa unapobomoa nyumba, unabomoa nyumba kwa shangwe na kwa ushindi ya kwamba umeshinda kesi ya mtu aliyekuja kujenga nyumba kwako. Ndivyo inavyotakiwa katika vita ya kiroho. Chochote ambacho kinakukabili kwenye maisha, pambano lolote ambalo lonalo, anza kuchukua mamlaka ya ule ushindi ambao tayari ulishapewa. Bomoa hiyo nyumba, kwa kuwa oda imetolewa na jaji ya kwamba kiwanja ni cha kwako na hiyo nyumba lazima ibomolewe. Siwezi kumwelewa mtu anayeomba kutoa pepo wachafu alafu anayetamka alafu anasema mapenzi yako yatimie. Unasubiri judgment ipi kwa habari ya pepo wachafu wakati ilishatolewa judgment ya kwamba hawaruhusiwi kukaa katika maeneo yetu, hawaruhusiwi kukaa katika biashara zetu, hawaruhusiwi kukaa kwa watoto wetu, hawaruhusiwi kukaa katika nyumba. Sasa wewe unawaamuru na kuwakemea kwa woga, kwa sababu hujui judgment imetolewa tayari. Nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakacho wadhuru. Ninafikiri ni New King James Version, katika andiko hilo la Luka, yeye anasema by any means nothing will ever harm you, kama sio Amplified Bible. By any means. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Asante. Naona watu wanaelewa vizuri kile ambacho kinaendelea. Yesu alimshinda shetani pale Kalvari. Kwenye kitabu cha Kolosai sura ya 2 fungu la 14 anasema, akiifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akaigongomelea msalabani. Wakolosai 2:14. Kitendo cha Kristo kufa msalabani ilikuwa sio kukata roho tu, sio kutupatia peke yake tu ule uzima wa milele, lakini pia ilikuwa ni kuondoa hati ya mashtaka ambayo ilikuwa imetushtaki kila siku kwamba sisi tumevunja sheria. Kwa hiyo ilitakiwa tuchukuliwe hatua kwa sababu ya kile tulichokivunja, lakini kifo cha Kristo kikaondoa ile hati ya mashtaka. Pastor, bado hati ya mashtaka inapopelekwa ndipo wewe unatakiwa uende pale ukajibu. Sisi hatuna cha kujibu, maana hati ya mashtaka imeondolewa. Huu ndio ukweli ambao Wakristo wengi hawajui. Wanaishi kana kwamba bado wanasubiriwa katika hukumu.
Na tuna wimbo huwa tunauimba, ule wimbo ni wetu, nitasimamaje siku ile, nitasimamaje katika siku kuu ile. Ni sawa tuimbe ule wimbo wetu, lakini Warumi sura ya 8 fungu la kwanza anasema basi hakuna hukumu ya adhabu kwa wao walio katika Kristo Yesu. Kumbe kuna hukumu ya adhabu, alafu kuna hukumu isiyo ya adhabu. Sisi hukumu yetu ni hukumu ya kuingia uzima wa milele, kwa kuwa tumempokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Najua hapa naongea na watu wa madhehebu mengi wananisikiliza, lakini Wasabato mna kitabu kile ambacho tunajifunza kila baada ya miezi mitatu. Ukiangalia masomo ya wiki hii iliyopita na wiki hii yanaongea hiki ambacho nakisema hapa sasa hivi, ya kwamba watu walio wengi sana wako ndani ya Ukristo lakini hawajaujua wokovu, na kitendo cha kutojua wokovu kinakufanya ushindwe kusimama katika nafasi yako iliyo sahihi, kwa kuwa wewe tayari ni mshindi tayari, lakini hujijui. Bado unapambana ili ushinde, badala ya kupambana kuwa umesimama kwenye ushindi tayari. Mungu atusaidie sana. Wakolosai inatuambia hati imeondolewa, hakuna hati ya kutushtaki. Ni sawa na wewe unajua kabisa unaenda mahakamani pale, alafu hakimu anauliza, haya, hati ya mashtaka iletwe. Unasikia anasimama karani anasema, mheshimiwa hakimu, hakuna. Sasa si mwacheni aende zake. Hiyo ndio judgment yako wewe unanisikiliza. Ufunuo 12 fungu la 11 anasema wakamshinda. Inaeleza jinsi waumini wanavyotekeleza ushindi huo kibinafsi. Kristo alishinda vita, wewe unatekeleza matokeo. Sijui kama umeipata vizuri hiyo. Kristo alishinda vita, wewe kazi yako ni kutekeleza matokeo. Sasa unaona watoto wa Mungu wengine wanashangaa, judgment imetolewa, kiwanja ni cha kwako, hata kusafisha uwanja umeshindwa. Sasa tukusaidieje wewe? Ndicho hiki ambacho tunakwenda kukitazama leo. Nimesema leo tuko sehemu ya kwanza, tutaingia sehemu ya pili. Vizuri, wameshindaje hawa watu? Wanatekelezaje hii judgment? Wanatekelezaje hiki kitu? Sasa anasema kwa damu ya mwana kondoo. Damu inakuja kwanza kwa sababu mgogoro wa kiroho huanza na uhalali wa kisheria. Hapo katika maagano yote yaliyofanywa lazima kulikuwa na kumwagika damu. Kwa mgogoro wowote wa kisheria, adui anapoamua kukurithisha magonjwa ya babu na tabia zake, anachodai ni uhalali wa kisheria. Lakini utakapotambua hilo ya kwamba wewe tena katika ukoo wako haupo tena na hizo DNA, ila una DNA za Kristo. Baada ya kupokea Kristo, umetoka katika ule ukoo wenu, umeingia katika jamii ya watoto wa Mungu ambao wanakula mwili mmoja, ndio maana ya meza ya Bwana, wanakunywa divai, damu moja, ndio maana ile ushirika mtakatifu ambao tunakunywa ile damu. Inatuonyesha kwamba sisi wote chanzo chetu ni Kristo Yesu. Nimetoka kule kwa wale wenye hasira ambao wanasema hasira ni ya kwao. Nimetoka kwa wale ambao katika huo ukoo wamezoea talaka, ni jambo la kawaida. We hauko tena huko. Ukitambua hili sasa, haukai kama mtu ambaye hatambui, umekaa tu. Ukishatambua unakaa unatulia? Hapana. Ukitambua sasa, unaanza kutekeleza ushindi. Kwa hutakuwa tena mtu wa kulalamika na hofu, sije katokea talaka kama vile, maana kaukoo ketu kote kanaishi kwa talaka tu. Shangazi alipewa talaka na yule alipewa talaka. Kwa hiyo unaishi kwa uoga. Baada ya kujua hilo, unaishi kwa uoga? Hapana. Ukielewa, unatekeleza ushindi. Unatekeleza ushindi namna gani? Unatambua kupitia damu ya Kristo umehamishwa umiliki wako kutoka kumilikiwa na ukoo fulani, sasa unamilikiwa na Kristo. Mtazamaji wa Hope Channel, ni imani yangu kwamba leo unajua kwa nini tulipush lazima ili somo lianze, hata kama ni kwa mazingira magumu kiasi gani. Lina uzito sana katika maisha yako. Tuliona kwanza kabisa kwamba hati ya kutushtaki imefutwa, kwa hiyo sasa hivi tuko huru, na tukaona kwamba tunashinda kwa damu ya mwana kondoo. Tukasema kwamba ushindi wetu, mgogoro mkubwa ni swala la uhalali wa kisheria. Kwa hiyo damu inakuja kwanza kwa sababu ya mgogoro wa kiroho huanza na uhalali wa kisheria. Na tukaona Waebrania sura ya 9 fungu la 22, pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo.
Waefeso 1:7, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, yaani msamaha wa dhambi. Nikasema ametumia neno masamaha kwa Kiswahili kwa sababu anahitaji iweze kuwa ni lugha endelevu ya kwamba tunaendelea kupata msamaha kila wakati. Damu inatimiza mambo kadhaa ambayo ni muhimu sana tuweze kuyafahamu. Damu inatimiza mambo manne muhimu ya milele. Mambo manne muhimu. Jambo la kwanza, damu inatupatia msamaha wa dhambi. Ni kitu muhimu sana. Mnajua panapokuwa na dhambi inakuzuia wewe kupata kile ambacho ni halali yako, kwa sababu dhambi inasimama inakushtaki. Biblia inasema, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu, yamewaficha uso wake msiuone. Kwa unaona kwamba dhambi ni kizuizi kinachosababisha usipate access ya haki yako kama mtoto wa Mungu. Ndio maana katika Ufunuo anaposema wakamshinda kwa damu, ina maana damu kwanza inatupatia msamaha wa dhambi ili tuweze kupata access ya kuingia kule. Hicho ndio kitu muhimu sana. Huwezi kumtoa mfungwa katika gereza kabla ya kutamka kwa nini atoke. Lazima utoe sababu ya kwa nini atoke, ndipo aweze kutoka gerezani. Kwa hiyo damu ya mwanakondoo au damu ya Yesu Kristo inachotupatia sisi sasa hivi ni kwamba inatuondolea msamaha wa dhambi. Jambo la pili, damu ya Kristo inatuhesabia haki mbele za Mungu. Unapomtamka mtu ya kwamba sasa sio mfungwa tena, unatakiwa mbadilishe nguo. Hawezi kuvaa zile nguo tena za kifungwa alafu umeshamtamkia msamaha. Hapana, mara tu baada ya kutamkiwa msamaha, kinachofuata ni kubadilishwa mavazi. Ndio maana tunaposamehewa dhambi tunavalishwa haki ya Kristo. Unasimama kana kwamba hujawahi kutenda dhambi. Namba tatu ni urejesho wa uhusiano wa agano. Huyu mtu anapoachiliwa gerezani, anapotamkiwa ya kwamba amesamehewa makosa yake, anapobadilishwa mavazi, anavaa mavazi ya uraia. Jambo la tatu, anaunganishwa na familia yake. Ni jambo muhimu sana. Na wewe pia unaunganishwa na familia ya kimbingu. Namba 4 ni kuondolewa kwa madai ya uhalali wa kumilikiwa na shetani. Inatakiwa pawe na dokumenti ya kisheria inaonyesha kwamba wewe uko sawa. Hicho ni kitu muhimu sana, lazima uweze kukielewa. Ndiyo maana Wakristo wengi kwa nini wanateseka chini ya hatia? Ni kwa sababu hawajajua mambo manne ambayo damu imewafanyia. Hawajajua kwamba kupitia damu wana msamaha wa dhambi. Hawajajua kupitia damu kwamba wanahesabiwa haki mbele za Mungu, yani vazi la Kristo, haki ya Kristo hiyo. Hawajui ya kwamba wanarejesha uhusiano wa agano ambao ulikuwa umevunjika. Namba 4, hawajui kwamba madai yote yanaondolewa ambayo shetani alikuwa anayatumia kama kigezo cha kuwashtaki. Kwa ukishaona yote ameshaondolewa, sasa ndipo kuna kitu cha msingi baada ya hapo unatakiwa ukielewe. Sasa elewa mambo yafuatayo muhimu. Shetani hufanya kazi kama mshitaki. Ufunuo 12 fungu la 10. Mashtaka yanahitaji ushahidi. Damu inafuta ushahidi. Wow. Haleluya. Unaisikia vizuri hii sasa? Ili shetani aweze kufanya kazi yake vizuri, maana yeye anaitwa mshtaki, lazima aweze kupeleka mashtaka na lazima awe na ushahidi, lakini damu inaondoa ushahidi. Kama damu inaondoa ushahidi, mgogoro ni wewe ambaye unaendelea kujiweka chini ya hatia, lakini mbele za Mungu ile damu imeshaondoa. Shetani akisimama na madai yake yote, akisema fulani yuko hivi na hivi, taja zile dhambi zako zote ambazo unazijua wewe, ambazo shetani anaweza akadai ushahidi, akasema ushahidi nao, alifanya hivi, alifanya hivi, alifanya hivi, alifanya hivi. Mungu anamwambia shetani, leta ushahidi. Shetani akienda kufungua, natumia mfano tu wa kitabu changu hapa, shetani akienda kufungua kitabu ili aweze kuleta ushahidi, dokumenti zimefutwa zote. Nini kimefuta zile dokumenti na ushahidi wake wote? Damu ya Yesu. Nao wakamshinda kwa damu. Sasa watu wanadhani kushinda kwa damu ni ile tu kusema tu kwa damu ya Yesu. Sio kusema, ni kuamini, ni kuelewa na kuamini hiki ambacho ninakisema. Haleluya. Narudia tena, unaweza ukaelewa kwa nini nimekomaa mpaka sasa hivi, sauti inapotea, narudi kwa sababu nataka tukishaelewa hili wote tutembee katika ushindi. Kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 25,
Kuna maneno haya: Kristo alitendewa kama sisi tulivyostahili, ili sisi tutendewe kama yeye anavyostahili. Alihukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu ambazo yeye hakushiriki, ili sisi tuhesabiwe haki kwa haki yake ambayo sisi hatukushiriki. Tuliza ubongo wako vizuri, ndipo uweze kuelewa hiki ambacho kinasemwa hapa. Ndipo utaelewa kwa nini shetani hataki watu wampokee Yesu. Maana ukishampokea Yesu Kristo, umevuruga mikakati yote ya adui, yote umeivuruga. Hana chochote kwako tena. Haijalishi atakurushia mishale, lakini hawezi kukumaliza hata kidogo. Kwa lugha nyingine, Kristo alichukua nafasi yako kisheria, akasimama mahakamani kwa niaba yako, akaitwa wewe. Ile hukumu ambayo ilitakiwa iwe juu yako akaibeba yeye, na sasa wewe unasimama mahali pake. Unaposimama mahali pake, kile chumba ambacho alitakiwa alale, heshima alitakiwa apewe, haki alitakiwa apewe kwa sababu ya wema wake, sasa ndio unapewa wewe. Ukisikia nimesema kwa jina la Yesu Kristo, pepo ondoka, pepo anaondoka, maana anajua anayetamka ni Kristo aliyeko ndani yangu. Hata hivi ninavyoongea hapa, mtasikia ushuhuda. Kuna mtu kule anasikiliza, nguvu ya giza inamtoka sasa hivi namna hii tunavyoongea. Mimi sipo kwenye hicho chumba wala sipo hapo, lakini ile nguvu ya mamlaka ndiyo ambayo inafanya kazi. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume cha Ellen White, Acts of Apostles, ukurasa wa 48, anasema kupitia imani katika damu yake wote wanawezwa kufanywa kuwa wakamilifu. Yaani wewe unasimama kwa ukamilifu wote kabisa kwa sababu ya damu ya Yesu. Hiyo ndiyo ambayo inakupa ushindi wote, unasimama kwa ukamilifu wote. Sikiliza nikwambie, sio kuponywa nusu, sio kufarijiwa kihisia hapa, bali tunaongea habari ya kukamilika kisheria. Sheria zote ambazo unazijua zimekuhukumu makosa, Kristo Yesu anagongomelea. Anapogongomelea unasimama ukiwa una haki. Sasa wengi wanaposikia tukilisema hili wanachanganya na dhana nyingine, wanakuambia mchungaji, kwa hiyo ina maana ya kwamba baada ya haya yote ina maana kwamba tuendelee kuvunja sheria? Hiyo haina maana hiyo. Mfungwa anapotangaziwa uhuru wake na kutolewa, akitolewa akienda uraiani, hatumtarajia kaibe tena. Kuna namna ambavyo anaishi tofauti, na haya maisha pia hupati kwa nguvu zako, ni kwa nguvu ya neema. Kuna kupanda, kuna wakati mwingine kushuka, kuna kuanguka, kuna kuinuka. Kwa hiyo usije ukajikuta umeanguka ukaanza kukata tamaa, ukasema nilimpokea Yesu, nimeanguka kwenye dhambi tena, naona hanitaki tena. Hakuna kitu kama hicho. Biblia inasema watoto wangu nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Lakini kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Hivi unacheza na damu ya Yesu wewe, unacheza na kifo cha Yesu msalabani, unakichukulia cheap, rahisi, hapo unasema tu basi nikifanya hivi ananikimbia moja kwa moja. Huyo ni Kristo gani unayeongelea habari zake? Kristo ambaye mimi nakuambia habari zake hata kuacha upotee. Huyo Kristo ambaye mimi nakuambia habari zake anampenda mtu ambaye hivi tunavyoongea sasa hivi yuko baa. Huyo mtu anakunywa pombe hivi tunavyoongea, hata kipindi kia kisikilizi. Lakini Yesu ukimuuliza, nakwambia jicho langu liko pale na kuangalia wewe unayesikiliza, na muangalie yule aliyeko baa. Una kazi gani naye? Ni mwanangu aliyepotea, namtafuta ili aweze kurudi. Haleluya! Oh, Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Angalia huyo mtu aliye comment hapo, ambaye amepokea uponyaji sasa hivi hapo. Amecomment hapo, kwa wale ambao mnafuatilia YouTube. Mungu wetu ndivyo alivyo. Nataka niongelee tendo kama damu kama tendo la kisheria. Ni sehemu muhimu ambayo nataka pia niweze kuiongelea hapa. Damu kama tendo la kisheria. Waumini wengi huchukulia damu kihisia badala ya kisheria. Ndio maana wamezoea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo ni emotions. Hata ukiangalia ndugu zetu wa Nigeria wameanza kutengeneza, kuna comedy wametengeneza ambazo mtu anajidai ni mchawi lakini sio mchawi.
na unakuta watu wanaomba, wanatumia kemea kwa damu ya Yesu. Yule bwana anabadilika, anajaribu kumwangusha mtu mwingine huku, kwa wakati ni mmoja wao tu amepanga ule mchezo, anafanya kitu, anamwangusha mwingine ambaye alikuwa anaomba. Huyu ambaye alikuwa anasema kwa damu ya Yesu, unashangaa naye anaanza kukimbia. Kwa hiyo unaanza kugundua kwamba ile alivyokuwa anasema kwa damu ya Yesu ilikuwa ni emotional, sio kuelewa nguvu ya damu. Ukimsikia Mtume Yohana anaongelea nguvu ya damu, hapa tunaongea habari ya mtu ambaye aliteswa na mfalme wa Kirumi, wakajaribu kutumia njia zote za mateso, wakamchemsha kwenye mafuta, lakini hakuungua. Anajua nguvu ya damu. Na ukimuuliza Yohana, ukamwambia Yohana, hivi katika maisha yako ya Ukristo kuna wakati ulimwomba Mungu na kuna vitu havikutokea? Atakwambia ndio, kuna wakati niliomba na vitu havikutokea, lakini sikuacha kumwamini. Kwa nini uliendelea kumwamini? Ni kwa sababu yeye ana akili kuliko mimi. Naweza nikaona hakitokei sasa, kumbe hakikuwa sahihi kwa macho ya kibinadamu. Maandiko yanawasilisha dhabihu ya Kristo kama tukio la mahakamani. Kwa ukisoma hizi statement za Paulo anapoongelea kuhusu damu ya Yesu na nguvu ya Yesu kwa ujumla, Paulo anatumia misamiati ya kimahakama, ndio ambayo inatumika pale. Wakolosai 2 fungu la 14 inazungumzia kufutwa kwa hati ya mashtaka. Umeona hizo ni terminology za kimahakama, ni za kisheria. Unasikia matamshi kama Yesu akatusamehe, ni terminology za kimahakama. Unasikia neno alifuta nyaraka za hatia au hati ya kutushtaki. Wanasheria wananielewa kuliko mtu wa kawaida, kwa sababu wanajua hizi zinaendaje. Ndio picha ambayo anaijenga hapa. Na ukitaka uielewe vizuri kwa muda wako, sasa hii sitaki utisome sasa hivi kwa sababu muda wetu sio rafiki, utaisoma kwa muda wako. Utasoma kitabu cha Zekaria sura ya 3. Zekaria sura ya 3 inaongelea stori ya kuhani mkuu anaitwa Joshua. Sio Yoshua yule unayemfahamu wa wakati wa Musa. Yoshua kuhani mkuu, yeye alikuwa tofauti. Zekaria akaonyeshwa maono, akaona matukio ambayo yalikuwa yanaendelea katika ulimwengu usioonekana. Akamkuta Yoshua kuhani mkuu amesimama. Yoshua akiwa amesimama pale, shetani akasimama kama mshitaki. Unaona hata hizi kesi ambazo zinaendelea huko nyumbani Tanzania, mnaona jinsi ambavyo kunakuwa na yule mtu ambaye anaendesha mashtaka, wale wanaoleta zile, wana ushahidi kibao. Akaona jinsi ambavyo kuhani mkuu amesimama, na huyu ni nabii anaonyesha habari ya kuhani wake mkuu, na anaona Bwana amesimama na shetani analeta madai, na anasema alipoiangalia nguo ile ya Joshua ilikuwa ina madoadoa, imechafuka. Ukisikia neno nguo katika unabii katika Biblia ni matendo, ndicho ambacho amekiona pale. Wakati shetani anaendelea kumshtaki, anamshtaki, Mungu akatamka maneno akasema, je, hiki sio kinga kilichotoka motoni? Tunapoongelea kinga tunaongelea habari ya wale watu ambao siku hizi kule nyumbani wanatumia lugha, watoto wa ushuani wanaweza wasijue, maana wanatumia gesi, wanatumia umeme, lakini tuliozaliwa vijijini tulikuwa tunatumia kuni. Wakati mnapopika mkimaliza, kuna kuni zinabaki, mama anawambia toa hizo kuni, mnazimwagia maji. Kwa huku utakuta ukuni ni mzuri, lakini kule unakuta kuna mkaa. Maana yake ni kwamba Mungu anachosema ni kwamba huyu ninamjua nilipomtoa. Nyie mnamuona leo kama kuhani mkuu, lakini alikuwa anaungua mahali nikamtoa. Kwa hiyo kuona madoadoa hapa msishangae. Nataka nikuambie unanisikiliza, siku zote shetani akileta mashtaka, Mungu anasimama kukutetea siku zote. Ndipo fungu la 4 kwenye kitabu cha Zekaria 3 anasema, mvueni nguo hizo zenye uchafu, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Unasikia hiyo sentensi ambayo anahitaja hapo? Mungu hajasema kwamba Yoshua hakukosea, anasema uovu wake nimeuondoa. Damu haikatai ukweli wa dhambi zetu, inashughulikia hatia ya dhambi zetu, inabadilisha vazi letu la kisheria kutoka chafu kuwa la haki, ikinyamazisha mwendesha mashtaka ambaye ni shetani. Kitabu kinaitwa Faith and Works, ukurasa wa 107. Wakati ule ule tunapomkubali Kristo kwa imani, wakati huo huo tunahesabiwa haki. Kuhesabiwa haki hutokea papo hapo. Utakaso, yani sanctification, kubadilishwa tabia, sasa huendelea hatua kwa hatua. Kuchanganya mambo haya mawili huwaweka waumini katika hatia isiyo ya lazima.
Nitapozi hapo ili kipindi kitakachofuata nitaanza kuelezea mfano wa awali wa Mungu katika Torati inakuwaje. Nataka nikazie hii, tuingie kwenye maombi. Sikiliza vizuri. Wakati kuhesabiwa haki, nirudie tena hii sentence pale kwenye kile kitabu cha Faith and Works. Wakati ule ule tunapomkubali Kristo kwa imani, wakati huo huo tunahesabiwa haki. Yaani hivi unavyonisikiliza sasa hivi tu hapa, ukasema namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, pap, umehesabiwa haki. Yaani maana yake umeondolewa katika gereza la hukumu. Wewe sio condemned tena. Sasa watu wanachanganya vitu viwili, wanachanganya kuokolewa, kuhesabiwa haki, wanachanganya na utakaso. Ni vitu viwili tofauti. Mtu anaokolewa kwanza, yani anahesabiwa haki kwanza, ndipo atakaswe. Sasa utakaso ni nini? Hapa utakaso siongelei kuoshwa dhambi, namaanisha kubadilishwa tabia. Kwa hiyo tabia yako itakuja kubadilika hatua kwa hatua, maana Mungu ndiye anayefanya hiyo kazi ndani yako. Usijilaumu na kuomboleza kupita kiasi. Utakapojiona umeanguka, nyanyuka, nenda msalabani, jioshe kwa damu ya mwana kondoo. Unaporudi, songa mbele. Utakaso ni hatua. Roho Mtakatifu hajahama, atakushughulikia mpaka utakaposimama ukiwa sawasawa. Rafiki yangu, ninamshukuru Mungu angalau tumefikia sehemu hii. Tutaendelea sehemu nyingine. Nilitaka uweze kulielewa hili. Nataka ujue ya kwamba moyo wangu unakuwa na furaha sana ninapoona watoto wa Mungu mnalielewa hili, na baada ya hapo mnatembea kwa furaha. Hata ikifikia hatua ya kusema sasa unatoa zaka, utakuwa unatoa zaka kwa moyo wa upendo na ku appreciate kile ambacho Kristo amefanya. Hata ukianza kupambana katika vita ya kiroho, unapambana kama aliyesimama katika ushindi, sio anayepambana ili ashinde. Mungu atusaidie sana. Namtukuza Mungu kwa ajili yako. Pale kwenye biashara yako, acha kutamka udhaifu. Shuhudia. Tukiingia sehemu ya pili ya neno la ushuhuda, utaona jinsi ambavyo ushuhuda unamaliza shetani na hataki. Mungu akubariki sana. Tunapoingia kwenye maombi, nimeona maombi yenu mengi ambayo mmetuma kwa kupitia namba yetu ile ambayo siku zote mnatuma maombi, lakini pia na hizi chatting ambazo naziona hapo, yote Bwana nayaona. Na kuomba kwangu kukileta matokeo katika maisha yako, sio kwa sababu mimi ni bora kuliko wewe, ila ni kwa sababu Mungu amenipa hiyo karama kwa ajili yako wewe. Karama ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, na hiki ndicho ambacho lazima uweze kukielewa. Uendelee kumtukuza Mungu, muendelee kutuombea sana tunapoenda kule Kinshasa, kama nilivyosema, katika kazi ambayo inaanza kuanzia siku ya Jumamosi. Muendelee kutuombea na maeneo mengine yote ya kazi kwa utukufu wa Bwana, ili injili hii iwafikie watu wengi. Ndugu zangu wa Bukavu, ninawaona, najua miito yenu. Ndugu zangu wa kule Goma, taarifa zenu nimezipata vizuri kabisa. Kwa neema ya Bwana tutafika. Ndugu zangu kule South Sudan, tumepata pia miito yenu, maeneo yote tutaenda. Kwa neema ya Bwana anavyotupatia nguvu, tutazunguka maeneo yote kwa neema ya Bwana, kila mahali ujumbe huweze kufika. Yesu anakuja haraka sana, lakini anapokuja, je, umejiandaa kwa kuelewa wokovu au unajiandaa kwa hofu ya kuogopa matukio? Tuombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu. Amesikia kipindi hiki kuanzia mwanzo hadi mwisho. Naomba ukapate kumbariki. Naomba ukamtendee muujiza wa kutambua nguvu ya damu, na akaone matokeo, aendelee kukuinua wewe. Wote walioandika maombi yao kwa njia ya hapo kwenye YouTube, wengine kwa njia ya message, wengine hata hawajaandika popote, lakini wanataja katika mioyo yao, sasa naomba ukapate kuwagusa.
kila aina ya kifungo ambacho kinadai madai ya kumshikilia mtoto wako, iwe ni kitabia, iwe ni katika biashara, iwe ni katika ndoa au katika eneo la kazi, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kifungo hicho kiondoke, maana hati ya mashtaka imefutwa. Damu ya Yesu imeondoa kila kitu. Kitendo cha Kristo kumwaga damu yake imetupatia haki ya kusimama mbele za Mungu kwa ushindi, lakini pia kutamka mamlaka dhidi ya nguvu zote ovu. Kuanzia sasa tunatangaza ushindi, ushindi pekee kwa damu ya mwana kondoo. Asante, maana Mungu nakwenda kutenda miujiza zaidi ya haya. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Asante sana, asante sana wale ambao mnaendelea kufuatilia. Mungu aendelee kuwabariki sana. Asante sana.